Hii leo nataka tuweze kuzungumzia masala ambayo yamepewa kipaumbele katika gazeti la Taifa Jumapili. Katika gazeti hili utaipata picha ya mstaafu Rais Uhuru Muigai Kenyatta na yakiambatana na maneno ambayo yanasema siachi siasa ng'o. Haya ni matamshi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akimwelekezea Rais William Samoei Ruto aliposema ni vizuri kwamba Rais Ruto aweze kuiga rais wa zamani wa Jamhuri ya Kenya Mwai Kibaki ambaye hakushinda, kila siku akimpacha aliyekuwa mtangulizi wake Moi kwa kazi alizokuwa akifanya. Hii si mara ya kwanza ambapo tumeona hadi wandani wa Rais William Ruto wakimwingilia aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Lakini nataka tujiulize kwamba je, kuna umuhimu wowote wa wewe kama mgombea wa kiti cha urais kuwa na uungaji mkono wa rais mstaafu? Na nataka tuiangalie kutokana na masala mawili. Swala la kwanza ni swala la numbers ama idadi ya wapiga kura. Kimsingi Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa akichaguliwa kuwa rais wa Kenya katika mwaka 2013 na 17 alikuwa na uungaji mkono mkubwa kutoka katika eneo la kati ama Mount Kenya ama Central, na walikuwa wameungana mkono na William Ruto ambaye alileta zile numbers za kutoka upande wa Rift Valley. Lakini kwa sasa ni vizuri kusema kwamba licha ya wana Mount Kenya kuwa na ile hisia ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta aliwaonya dhidi ya kumchagua William Ruto na mambo sasa hayaendi walivyodhania yataenda, kuna lile dhana kwamba eti Uhuru watakuwa na usemi mkubwa wa mahala ambapo wana Mount Kenya watakapopiga kula katika mwaka 2027. Lakini kwa maoni yangu mimi naona kwamba eneo hili la Mlima Kenya kwa sana litafuata ama litakuwa likizungumza lugha moja na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ila sio Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo si vibaya Uhuru Muigai Kenyatta kukuunga mkono, mwanzo pia yeye anakula lakini dhana ya kwamba Uhuru Kenyatta atakuletea eneo la Mlima Kenya kama kwa idadi yako ya wapiga kura watakao kuunga mkono ni dhana ambayo kwa mwanasiasa yote anaendea kiti cha urais hafai kuiweka akilini mwake kwa sana, kwa sababu sidhani itafikia pale. Lakini kuna wale wanaosema kwamba kuwa na uungaji mkono wa rais wa kitambo ama mstaafu ni mtu ambaye ana undani wa jinsi serikali inavyoongozwa, mianya ambayo wakati mwingi tunadhana kwamba inatumika kuiba kula. Lakini nataka tujiulize kwamba mwaka wa 2022 Uhuru Kenyatta alikuwa akimuunga mkono Raila Odinga, ila Raila Odinga hakuweza kuwa rais, na wakati ule Uhuru Kenyatta alikuwa rais aliyekuwa kitini. Kwa sasa hivi kudhania kwamba Uhuru Muigai Kenyatta atakuwa na usemi mkubwa katika kwa kujua ni nani atakayekuwa rais mwaka 2027, kwangu ni dhana potofu. Sidhani kwamba ila labda tuseme kwa masuala ya kifedha, kukupa hela za kufanya kampeni kutoka eneo moja hadi lingine, lakini sidhani kwamba Uhuru Muigai Kenyatta atakuwa na ule uzito wa siasa aliyokuwa nao mwaka 2013 2027. Ya, kwa hivyo hata kama gazeti limemnukuu akisema kwamba haachi siasa, sidhani ana uzito mkubwa, na ndio maana watu ambao wanaunga mkono kama vile Fred Matiang'i ambaye Uhuru amesema wasi kwamba anamuunga mkono kwa rais mwaka 2027, anafaa ajitafutie kula, ila sio kungoja kwamba Uhuru Muigai Kenyatta kuna kula zozote ambazo atamletea.